Ni sehemu ya 28 na safari yetu inazidi kusonga mbele, na hii leo mimi na wewe tunashiriki katika hiki kikao kati ya babake JC pamoja na mamake. Kuna jambo ambalo wanahitaji kumwambia JC, na tulivyoachana mara ya mwisho ni kuambia kabisa kwamba hili jambo kuna mdada mmoja alishawahi kumuuliza JC kuhusiana na hili jambo ambalo tunakwenda kuzungumziwa hapa, na JC akakana. Sasa leo tunakwenda kushiriki pamoja kwenye mkutano, na mwisho wa siku tafahamu mengi yatakayoendelea. Kumbuka ninayekusimulia hii simulizi ni mimi Lucas Lumbas, na mtayarishaji ni Tontoni, na msikilizaji ni wewe hapo ambaye ninakupa hongera sana mpaka tumefika sehemu ya 28. Hakika historia unaipenda. Basi mzee alisema kwamba je, tunaenda tu kwenye pointi. Mama yako na mimi tunafikiri itakuwa vyema sana kama ukianza kudili na hili swala. Swala lenyewe ni swala la Stella. Ikiwa unanielewa Ndio, naelewa. Ila mzee, sioni sababu ya ni kwa nini mnaumiza sana vichwa vyenu juu ya hilo. Mimi nitaishughulika. Chaiteni, hapana. Umeshaimba hayo maneno mara ngapi? Umeshaimba mara ngapi Jaden? Lakini mama, hapana kabisa. Wakati nakuja huko chini nimekusikia vizuri tu. Wakati unamshauri Jasmine kuhusiana na Kevin. Na alikuwa na pointi kukuambia kuhusu Stella. Kwa nini bado una hiki kinyongo wewe? Hivi unajua kitamwathiri nani zaidi mbeleni ikiwa hautakiachia? Ni wewe mwenyewe Jaden. Mama aliniambia hivyo. Naishusha pumzi na kuangalia chini. Siku ile nimekupigia simu kukuambia Stella kaja hapa. Nilihisi namna ulivyokasirika. Ulinifokea kabisa. Yaani baada tu ya mimi kumtaja tu ulikasirika. Mama, mbona mimi sikukufokea? Mama, mimi wewe. Najua unakuwa sensitive sana ukisikia tu nimemsema Stella. Lakini Jaden, hii sio kuhusu Stella. Ni kuhusu mwanao. Nimeshasikia baadhi ya watu wanasema kwamba ukiulizwa kama yule ni mwanao unakataa kabisa. Kwa nini lakini? Che, yule ni mtoto wako. Hivyo utaendelea kukimbia mpaka lini? Inajalisha chochote kila ambacho kimetokea baina yako na mama yake. Itafuta ukweli kwamba yule ni damu yako. Na tena usifikiri mama bana sijui nitashughulikia hilo baadaye. Wewe unasemaga tu hivyo, lakini ufanye lolote. Sasa msikilizaji, nikawa tu mimi nimeshusha macho yangu nikimsikiliza kwa utulivu tu. Je, naomba ukae chini utafakari. Yule ni mtoto wako, ni mjukuu wangu. Ninataka wewe baba kwake. Wewe sio mtoto tena bwana. Unatuongoza mpaka na sisi sasa mara nyingine kwa sababu tu umeshakuwa mwanaume. Kwa mwanaume basi. Hebu kiondoe hicho kinyongo. Umfuate mwanao Jaden. Isiwe tu kwamba utafanya hivyo ili kumridhisha mama au mimi. Unatakiwa ufanye hivyo kwa kupenda. Feel it. Hakuna hisia nzuri kama kuwa pale kwa ajili ya mwanao. Ni kweli kabisa. Na anatakiwa akujue, akupende, akuwa akijua ana mama na papa. Jamani, naona kabisa haitakuwa nzuri akikuwa kama nyie na Jasmine mlivyokuwa. Mama, basi inatosha, nimekuelewa. Nilimwambia hivyo kistaarabu tu msikilizaji. Akashusha pumzi kiasi na kuendelea kunitazama. Mama, nilikwambia nitalifanyia hilo kazi. Yote mliyosema nayaelewa. Ila tambua kwamba sio rahisi kwangu. Na mnajua ni kwa nini. Mama akanishika begani. Jaden, najua kabisa Jaden. Lakini Jaden, hebu jifunze tu kuachilia mapito. Unajua hayana faida kwa ajili ya wakati ujao. Samehe mwanangu, umesikia? Ndio utakuwa na amani zaidi. Najua, usijali mama. Mimi nitashughulika na hilo, lakini kwa sasa hivi acha tu nimalize likizo hii vizuri mama. Alafu mengine atafuata. Haya. Mimi yangu ni hayo tu. Jasmine anaenda kujifungua huku tayari ameshaachana na mzazi mwenzake. Wewe pia ndio iko kama hivyo tu, Yaani nataka tu wanangu muwe sehemu nzuri. Msiishi kwa njia itakayoathiri watoto wenu vibaya. Lakini
naona kama hilo linaferi tu. Hapana, useme hivyo mama. Kila kitu huwa kinatokea kwa sababu fulani. Ila la muhimu ndio kujua tu namna ya kuhandle mambo vizuri. Ingawa sometimes mengine yanakuwa ni magumu sana. Mama akajisawazisha na kukaa vizuri huku akinitazama. Nipeni muda. Nawaahidi nitafanya jambo fulani, lakini bado tu sijajua lini, ila nitalifanya, msijali. Nikamwambia hivyo. Nadhani waliona kwamba nilikuwa natoa ahadi hiyo bila kupenda sana. Haya, mimi yangu macho. Nitasubiria tu kuona utakachofanya. Mama yako kayasema yote je, kwa hiyo mimi nadhani kazi kwako. Mzee alisema hivyo. Nikanyanyuka tu baada ya hapo na kuanza kuondoka kuelekea mlangoni. Kisha nikatoka humo na kusogea mpaka sehemu yenye kingo za vyoo kuelekea upande wa ngazi. Nami nikasimama hapo kwa kuegamia. Kama ni kitu ambacho kwa muda fulani sasa ndio kilikuwa kikinikosesha amani sana, basi ndio kilikuwa hiki. Mama, mzee, Jasmine, Nuru, baadhi ya ndugu zetu wengine, marafiki, labda hata na yule mwanamke mchungaji niliyepelekwa kwake siku ile na Bizawadi, wote walielewa kwamba hiki ndio kitu ambacho nilikuwa najitahidi sana kukwepa. Na kulikuwa na sababu zilizofanya JC afikie uamuzi kama huo. Hata Soraya aliwahi kuniuliza ikiwa nina mtoto, nikakataa. Kwa hiyo ieleweke kwamba hiyo sababu ilikuwa ni nzito. Ila kutokea hapa, msikilizaji, hili swala kweli lilionekana kuwa gumu mno kuepuka tena. Na najua ilitakiwa kufika siku ambayo kweli ningetakiwa kulipa za uso, hasa kwa sababu nilitaka maisha yangu yabadilike na kuwa bora zaidi ya nilivyokuwa naishi hapo awali. Yaani ningetakiwa kukubaliana na ukweli kwamba nilikuwa baba na mtoto huyu alinihitaji kwa wakati sahihi, ila ndo bado sikujua. Na labda tu sikutaka kujua wakati huo ungekuwa lini, lakini ungetakiwa kufika. Yaani maisha yangu haya. Basi tu msikilizaji, kwa hiyo baada ya kuwa nimepewa somo na wazazi kuhusu kuwa mzazi, nikaenda kwenye chumba chenye TV huko juu ili sasa kujiunga na wakina Tesha. Kulikuwa kuna TV kubwa kinoma noma, sabufa nzuri na spika zake na vingamzi kama vitatu hivi kwa matumizi tofauti. Kimoja kilikuwa cha DStv, kingine cha Azam na kingine kilikuwa ndio decoder ya game la PlayStation. Na niliwakuta Tesha, Imelda na Nuru wakicheza game la mpira pamoja na Mariam. Nuru alikuwa amemshikisha Mariam kichezesheo cha game mkononi na kumuongoza acheze dhidi ya kaka yake na Imelda, ambao hao walikuwa timu moja. Kwa hiyo niliona wazi kwamba Tesha alikuwa analegeza ili kumpa Mariam nafasi ya kung'ara, na kweli binti akaongozwa vizuri na kufanikiwa kumfunga. So tulifurahi sana Mariam alipofunga goli lake la 6 huku Tesha akiwa na 0. Naye binti hakuwa ameniona bado, ila aliponiona akanifuata na kuanza kunyanyua miguu yake kwa kunesanesa mbele yangu, huku sasa akiniangalia kwa furaha. Nami pia nikamwonyeshia furaha yangu kwake, na kama kawaida tukapeana ishara yetu ya salamu ya group. Ilikuwa ni pindi yenye kuchangamsha sana. Kwa hiyo mimi pia nikawa sasa nimejiunga nao na kuanza kucheza. Zamu hii nikiwa na Mariam na Tesha akiwa pamoja na Nuru, baada ya Imelda kuamua sasa kurudi kule chini. Tumecheza mpaka sasa naingia saa 12 jioni na giza kuvizia, nami nikaona huo sasa ndio utakuwa ni muda mzuri kwetu kuondoka kabla haijawa kuchelewa sana kumrudisha Mariam nyumbani. Kwa hiyo tukaelekea sebleni, na wakati huu aliyekuepo hapo ilikuwa ni mama pamoja na Imelda tu. Jasmine alikuwa ameenda kulala kidogo. Vile na mzee pia alikuwa amelala. Kwa hiyo tukafanya kuagana nao hapo nini, huku sasa mama akiwa anasisitiza tubaki kwa ajili ya msosi wa jioni, lakini nikamwambia kuwa tungetafuta wakati mwingine mzuri wa kuja na tungelala kabisa, ila kwa leo tulitakiwa kulikimbiza giza. Tukitegemea na namna ambavyo usafiri ungekuwa usumbufu, hapo labda hata tungekuja kufika kwenye saa 3 huko. Kwa hiyo kuwahi ilikuwa ni lazima. Basi mama akawa ametoa wazo, kwa nini nisichukue gari lake niambatane na Nuru mpaka huko, alafu ndio angerudi nalo. Lilikuwa ni wazo zuri sana, na najua tayari rafiki yangu Tesha alikuwa ameshawaza kitu kingine baada ya kunibonyeza kidogo mgongoni.
Nikakubali wazo hilo. Kwa hiyo Nuru akaenda kufuata funguo za gari la mama, kisha ndio wote tukaelekea mpaka nje kwenye maegesho. Mama akamwambia Mariam kuwa amefurahi sana kumjua leo na alikuwa anatamani mno arudi tena wakati mwingine. Hivyo akamsisitiza awe ananikumbusha kumleta kabla siku nyingi hazijapita, na binti akakubali. Mariam alionekana kuhisi amani sana kumuelekea mama yangu. Hata akamkumbatia kwa nguvu kabisa. Nasi kwa pamoja tukacheka kidogo kwa furaha. Basi mimi nikani nimeagana na mama pia kwa kumwambia tungeonana tena na kuongea zaidi. Naye akaninyoshia kidole usoni na kusema ole wangu nijisaulishe. Yaani ole wangu nijisaulishe tulichoongea saa chache nyuma. Nikamwahidi kutokusahau. Kwa hapo ndio ikawa mwisho wa ugeni wetu kwa leo nyumbani hapa. Nasi tukaingia kwenye gari na kuanza kuikimbia Goba Center. Sasa mimi nilikuwa nikiendesha gari hili la Range kuturudisha makwetu kule Mbagala, huku Tesha akiwa amekaa siti ya pembeni yangu na Mariamu akikaa nyuma na Nuru. Nuru alikuwa ni mwongeaji mzuri tu, yani akishazoeana na mtu ni mwongeaji mzuri sana. Kwa hiyo karibia mwendo wote kutoka nyumbani alikuwa ndio mtawala mkuu wa maongezi. Alisimulia mambo aliyokuwa amefanya na kujionea wakati alipokuwa chuoni juzi mpaka aliporudi nyumbani hapo majuzi kwa ajili ya mapumziko. Na akasema na hamu kubwa sana ya kupaona huku kwetu tuliko kuwa tunaenda. Sasa mimi kwa kumjua Nuru vizuri sana, sikutaka apajue kabisa kule Mzinga kwa sasa. Labda kama ni wakati mwingine, lakini kwa sasa sikutaka apajue kwanza. Nilikuwa na sababu zangu msikilizaji. Kwa hiyo nikaamua tu ingekuwa busara tukifika Rangi Tatu alafu tushuke hapo. Nimwambie tunaingia sehemu fulani kwanza kabla kuelekea tulipoishi, ili yeye sasa ageuze gari. Asingekuwa na noma. Tulipokuwa tumefika maeneo ya Buguruni, nikaona ngoja nibadilishane siti na Tesha ili hatimaye aweze naye kuendesha. Hicho ndo alichokuwa anakitaka tokea tumeondoka kule. Nami nilijua alitaka mno kuonyesha ustadi wake wa kuendesha gari hili kwa kuwa alipenda sana magari. Kwa hiyo mwendo ulipoendelea, Tesha akiwa sasa dereva, tukawa tumefikia Rangi Tatu ikiwa ndio imeingia sasa saa 1:30 hivi. Nami nikamwambia Tesha kwamba akunje kona kwenye barabara ya Zakem ili tuende kushukia usawa ule mgawa wa Zakem. Tuliposhuka, nikawa sasa nimempanga Nuru kama nilivyokuwa nimedhamiria. Nilitunga tu stories za kizushi. Kuhusu ni kumfanyia check up ndogo Mariam kwenye maabara ya hapo karibu kutokana na kuwa tumewahi kiasi. Lakini yeye nikamwambia ageuke tu. Akasema poa. Akawaaga Tesha na Mariam kwa kuwakumbatia, kisha akaingia kwenye usukani na kuligeuza gari. Angerudi nyumbani kwa kufuata ramani za GPS. Basi tukaanza kurudi mdogo mdogo kuelekea upande ambao tungechukua daladala za kwenda Mzinga. Naye Tesha akaniambia kwamba kaka, kwenu ni pazuri kinoma noma, afu bonge la msosi yani du. Sija hata waliweka manini tu kwenye ile nyama. Basi mimi nilimtania nikasema wameweka maninginingi. Tesha alicheka akasema aise tamu kichizi. Nimebakiza vidogo kwenye fizi ili nisikilizie yani. Nikamwambia Tesha ni ese wewe ndio chizi kabisa. Basi tulikuwa tunatembea huko sasa Tesha akimshika mkono Mariam. Unajua mwanangu yani nimeendesha Range yani? Unajua bado siamini mwanangu yani nimeendesha Range. Unajua mimi ni mtu mkubwa kaka. Umependa no. Mwanangu gari makini mwanangu yani kama niko kwenye ndege yani. Afu mwanangu hata hujaniambia mwanangu. Na wewe una gari si ndio? Nina koka moja. Aminia, aina gani? Mazda, takuonyesha picha. Poa mwanangu. Wewe pande zenu hizo ni nzuri sana kaka. Watu wenye pesa nini, maisha safi nini. Mwanangu uje basi ukalete na kandinga kako mwanangu kwani tukatie vumbi. Mwanangu. Alafu mwana mdogo wako ana shepu. Umeanza sasa. Mwanangu unajua nilikuwa nasema mwanangu ngoja nichukue digit tu hapo mwanangu ila nikakuonea huruma. Si unajua tena masuala ya respect na nini au sio? Ila singekuwa wewe ningebeba namba kaka. Sidhani kama utamweza huyo. Ukinipa ruhusa, kwa nini mimi nishindwe? Ruhusa tena? Wakati wewe ni mwanaume. Kaka, kwa hiyo unataka kusema nini sasa? Kwamba ni kwa sababu ni wakishwa sana ama? Ni kwa sababu Nuru anapenda hela. Nuru anapenda maisha klasiki sana. Anatoka na mwanaume mwenye hela. Sasa wewe akikuangalia na kuona bado sana. Nikikwambia hela na maanisha hela Tesha.
Kwa hiyo kumbe anadharau sana, si ndio? Mimi sijasema hivyo. Nimesema anapenda vitu fly. Kwa hiyo ana machaguzi ya hali ya juu mno. Ni hivyo tu. Wewe unasema hivyo kwa sababu tu hutaki mdogo wako achezewe. Nakuelewa, wala usijali kaka. Wewe unakumbe bado hujanijua. Mimi nikikwambia ukweli ujue na kusaidia. Mwishowe uje ujipe pressure bure. Kama vipi nitakupa namba yake. Chat naye wiki au mwezi hivi. Alafu utaniambia matokeo. Kaka unanitisha kaka. Yaani kweli wa kwenu ni anyway, ngoja tu nione nyinyi serikali nyingine. Alafu kaka, yeye Nuru mbona mweusi kidogo? Kafuata weusi wa baba? Ama sio kama yani wewe na Jasmine. Ni kwamba Nuru ni wa mzee, sisi ni wa mama. Mama na huyu mzee wamekutana tayari, mimi na Jas tupo tayari. Sasa Raim Dingi alikuwa na Nuru. Kwa hiyo yani wamekutana na kuoana nyie wote wakubwa, si ndio? Mimi nilikuwa form 4, Jasmine alikuwa ameshamaliza. Mama yake Nuru alikufa zamani. Ndio jamaa sasa akakutana na mama wakaelewana. Kwa hiyo ni kama walikutana wote single mother na single father. Ndio maana nadhani wakawa wameelewana vizuri sana. Okay. Na familia yenu mwanangu imekaa poa sana. Lakini dada yako Jasmine anaonekana anatisha mwanangu. Mkali aise, umejuaje? Kaka nimehisi tu kaka. Yaani ule achezi yani sindimba za uswazi aise. Kamzidi hadi mimi. Tesha alivyosema hivyo, nikacheka tu kidogo na kuendelea kutembea taratibu pamoja na ndugu hawa. Msikilizaji, tulikuwa tumeshaifikia barabara ya kuelekea kule kwenye daladala usawa jengo la Amazon College ili tukapande. Lakini Mariam akaona jambo fulani ambalo lingefanya tusitishe kuchukua hatua hiyo kwanza. Akamsimamisha Tesha kwa kuvuta tisheti lake. Naye Tesha akamuuliza alitaka nini? Mimi pia nikasogea karibu yao kwa kuwa nisingeweza kusimama sehemu ambayo watu wengi walipita. Kwa hiyo sisi wote tukawa sasa tumesimama pembeni. Nikamwangalia Mariam na kuona anadunda kwa mguu mmoja huku sasa akimwangalia kaka yake kwa njia kusisitiza kitu fulani. Lakini Tesha akawa anaonekana kutokutaka. Nikamuuliza vipi? Nendo akaniambia kwamba mdogo wake alitaka tuvuke barabara ili tuende kwenye moja ya zile sehemu ambazo wauzaji wa mishikaki ya ng'ombe walikuwepo. Sasa mimi nikaa nimeelewa kwamba Mariam alitaka kuila mishikaki hiyo. Lakini Tesha aliona jambo hilo kuwa ni usumbufu kwa kutokutaka tuvuke barabara tena wakati yani tuliwapita wengi waliouza mishikaki aina hiyo huko nyuma. Kwa hiyo akamwambia mdogo wake kwamba tungekula siku nyingine maana muda ulikuwa umeenda sana. Na alihitaji kumfikisha binti kwao mapema kabla ya nyumbani hawajaingiwa na wasiwasi. Si unajua tena historia mbaya iliyokuwa imewapata mwezi mmoja nyuma Ila Mariam sasa binti alikuwa hataki kuondoka sehemu hiyo. Hata Tesha akamtishia kumwacha hapo, lakini akaendelea tu kusimama na kunitazama. Niliweza kuona hadi machozi yakimlengalenga machoni. Njia ya mtoto kabisa ya kuonyesha ameumia rohoni. Nami nikamwambia tu Tesha tuende kufanya hiyo issue chapu ili mtoto asikwazike, maana mtoto huyu unaweza kuhisi ni mtoto wa Roma, anapenda nyama kama London. Basi jamaa akakubali kishingo upande. Nasi tukavuka barabara hiyo na kwenda mpaka kwa kijana mmoja hivi aliyechoma mishikaki aina hiyo. Iliuzwa kwa shilingi 200. Nami sasa nikawa na hukumu kiasi kiwango cha usafi ama hata nyama yenyewe tu ilikotolewa kwa sababu sikuwahi kuzila za huko Mbagala kabisa. Tesha akaomba mishikaki 5 na kutoa buku. Na muuzaji akaipasha kidogo kisha kumpa Tesha. Alafu jamaa akampa mdogo wake 3. Mimi akanipatia 1 na yeye kubakia na 1. Tukaanza kula huku sasa tumesimama hapo hapo. Mariam alionekana kufurahia sana. Na kiukweli hata mimi nilipoanza kuila nyama hiyo niliona kuwa tamu. Hawa jinga sijui wanaweka nini kwenye hivi nyama. Nikamwambia Tesha kwamba nilielewa. Hivyo nikampa 2,000 ili tuongeze mingine. Akawa sasa akiniambia jinsi ambavyo yeye, Mariam, Miriam pamoja na marehemu mama yao walivyopenda kuja sehemu kama hizi zamani na kula nyama za aina hii. Na kipindi hicho ziliuzwa kwa shilingi 100 tu. Jambo hilo likanifanya sasa nitambue kwamba kulikuwa na endeleo jipya kwenye ubongo wake Mariam, kwani aliweza kukumbuka kitu alichofurahia kufanya zamani. Nikamwambia Tesha kuhusu hilo, naye akamwangalia mdogo wake kwa njia yenye matumaini. Ilifariji sana.
So hazijapita sekunde nyingi tu baada ya Tesha kumwongelea dada yake mkubwa na Miriam akawa amempigia simu. Akanionyesha kwamba dada mkubwa alikuwa amepiga. Fikra ya kwanza ikiwa ni kwamba angeuliza sisi wote tuko wapi mpaka muda huu wa saa 2 ambao haukufaa kwa Mariam kuwa mbali na nyumbani. Nami nikamwambia apokee tu na kuelezea jinsi mambo alivyo. Basi akapokea na kuanza kujitetea, lakini akaacha kuzungumza na kuonekana kuwa makini kiasi. Akasema ameelewa. Kisha akashusha simu yake na kuniangalia. Hey, vipi? Sister. Anasemaje? Anamuulizia mama. Ila anasema kuna issue imezuka, nataka nikamsaidia huko dukani kwake. Dukani? Kuna mizigo alikuwa ameagiza ya kuleta. Sasa sijua wamechelewesha. Yote ni kwa sababu ya jam. Sasa Tausi kampigia, amemwambia kwamba eti wamefikisha usiku hapo, afu wakaishusha na kuiweka hapo nje. Sasa wanaiachaje nje? Si wajinga tu. Kwani leo alienda kazini? Inawezekana Tausi alikuwa huko, labda kusubiria mizigo. Yeye ndo amempa taarifa. Kwa hiyo sijui. Sasa dada anasema yeye ameshaondoka. Yaani ameshatoka nyumbani, anaelekea hapo Kijichi kusaidizana na Tausi kuyaingiza. Kwa sasa ameniambia nipitie hapo na mimi nimsaidie, maana ni mingi. Sasa mama huyu ICGC. Sister nafikiri kwamba mimi nitakuwa nimeshafika maeneo ya nyumbani kumrudisha ndio niende. Ila sasa ndo mpaka tutoke hapa kaka nimpeleke home, afu sasa niende huko da. Wewe mwenyewe na hii mishikaki hapa, sidhani hata kama ataelewa sasa. Tesha aliniambia hivyo na kuanza kula kwa haraka. Nikamwangalia Mariam na kuona jinsi alivyokula nyama kwa raha zake. Nami nikamwambia Tesha kwamba sikia, wewe tulia na huyu amalize kula, alafu mpeleke home sawa? Ngoja mimi niende kumsaidia dadako. Yaani utangulia alafu mimi nitakukuta ama? Njoo tu, ukiweza kugeuka ukakuta tujamaliza kuingiza freshi. Mwambie dadako hivyo ajue mapema. Poa, asante sana kaka tajiri. Basi Tesha alisema hivyo. Nikanyanyua kidole cha kati kwa chini kumwelekea. Akacheka na kusema, basi bwana, si unaenda kuchukua bajaji pale ama? Haya, ngoja basi mimi nimwambie mimi. Nikiwahi mimi nitakukuta. Basi poa. Basi msikilizaji, nikamshika Mariam begani, naye aliponitazama nikamwambia ninaenda sehemu fulani mara moja kisha tuonana baadaye. Naye akatikisa kichwa kuonyesha uelewa. Kwa hiyo tukapiga mtindo wa group kwa viganja vyetu kirafiki, kisha nikaagana na Tesha na kuvuka barabara upesi. Hiyo mishikaki ilikuwa mitamu sana ese. Shukrani kwa Mariam kunionyesha hilo. La sivyo. So nikaelekea pande za KM tena na kuchukua bajaji huyo. Safari ikawa nyingine tena kuelekea Kijichi. Nilikuwa na kale kahamu kufika huko na kumuona bibie Miriam. Bado nikitafakari umbali wa safari ya kimapenzi niliyotaka kufika pamoja naye. Changamoto zilikuwepo of course, na yeye alikuwa anasuasua ndio. Lakini nisingekata tamaa. Nilikuwa na uhakika kwa asilimia zote kabisa kwamba ni yeye ndiye aliyenifaa. Nami ningeendelea kumuonyesha ni namna gani nilivyomuelewa sana, ili naye aweze kunielewa na kukiri kuwa na hisia kwangu pia. Nikawa sasa nimefika eneo la kazini kwake mchumba. Muda ulikuwa unakimbia kweli kweli. Yaani ikawa sasa imeingia saa 3 usiku. Na sehemu kadhaa za eneo hilo ambazo zingekuwa na shughuli nyingi zilikuwa zimefungwa, kukiwa na hali ya ukimya na utulivu. Kasoro maduka tu makubwa kiasi na watu baadhi hapa na kule ndio wakionekana. So nilipofika upande wa duka lake Miriam, niliweza kuona mkusanyiko mwingi wa maboksi. Maboksi yaliyopangwa kwa kupandana karibu kabisa na mlango wa kuingilia kwenye jengo hilo. Hapo nje pia lilikuwepo gari lake Miriam. Nami nikamwona Soraya kwa nje akiwa sasa anajitahidi kubeba boksi moja ili alipeleke ndani. Alikuwa amevaa nguo nyeupe yenye mtindo wa shati la mikono mirefu ikiwa na suruali yake pana miguuni, na muda huu hakuwa amevaa ushungi bali nywele zake zilizotengenezwa zilizotengenezewa wigi shikivu la mawimbi hivi zilikuwa wazi kichwani kwake, akiwa sasa amepitisha tu kitambaa kuzungukia mwanzo wa paji lake usoni. Kwa hiyo nikawahi sehemu aliyokuwa amesimama, naye baada ya kuniona akaachia tabasamu. Nikamsalimia pale nikasema, Soraya vipi? Akajibu poa tu. Mbona maboksi yote haya hapo nje? Nikamuuliza hivyo. Akaliweka chini boksi alilokuwa ameshika na kusema kwamba tuliowaagiza wamechelewa kuleta hii mizigo,
Sasa Miriam alikuwa amewaambia wayalete kufikia mida ya saa 11, lakini wakawa wamechelewa. Na mimi nikaondoka. Kwa hiyo ulikuwepo hapa leo? Nimekuja kwenye saa 10. Nimekaa mpaka saa 12 hivi. Watu hawafiki tu. Sijui hata shida ilikuwa ni nini. Basi sauti ya Miriam ikasikika akisema kwamba Soraya, mstari wa ngapi sasa hivi? Sauti hiyo ya Miriam kutokea kule ndani ikamkatisha Soraya. Nasi tukatazama upande wa mlango. Na hapo ndio akatoka mchumba akiwa amevalia gauni pana na refu lenye rangi ya kijani, huku kichwani akijifunga kilemba kuficha nywele zake. Alikuwa anakuja upesi, lakini baada ya kuniona akaishia angazini na kuniangalia machoni. Nikatoa tabasamu hafifu sasa nikimwangalia kwa hisia, naye akaachana na mimi na kuendelea kuja upande wetu. Miriam akamuuliza Soraya kwamba tumemaliza mistari mingapi? Soraya akajibu kama 2 hivi, bado 10, alafu maboksi ni mengi. Miriam akanipita. Miriam akanipita na kubeba boksi moja upesi, kisha akaanza kuondoka huku akisema kwamba tuharakishe Soraya, unahitaji kwa hiyo nyumbani. Soraya akajibu sawa. Ila watu wanajua kukaushia msikilizaji. Unajua, kwanza mimi nilijua wazi kwamba Miriam angekuwa ametarajia kuniona hapo kwa kuwa Tesha angekuwa ameshamueleza kuhusu ujio wangu. Kwa hiyo na mimi nikaanza sasa kusaidizana na Soraya pia kuyabeba maboksi ili kuyaingiza ndani. Ndio huyu dada sasa akamalizia maelezo yake kwa kusema kwamba alipoona bidhaa hizo zimecheleweshwa sana na bila kupewa taarifa iliyonyooka, alifunga duka na kuondoka, akiwa sasa ameshamtaarifu Miriam. Wale wabebaji wa bidhaa walicheleweshwa, kumbe inaonekana kwa gari kuharibika njiani. Kwa hiyo wakaifikisha mizigo hapo kwenye saa 1 hivi. Wakampigia Soraya kumwambia wamefika na wasingeweza kurudi nayo. Kwa hiyo aje na kufungua duka ili waingize. Sasa Soraya alikuwa mbali, kwa hiyo akawaambia waanze kuishusha ili akifika waweze kuingiza kwa pamoja. Akampa taarifa na Miriam, lakini alipokuja kufika hapo hiyo saa 2, akashangaa kukuta mizigo imeachwa nje na hao watu wameondoka. Alikuwa anasema alishangazwa sana na hilo, na hata Miriam alikasirishwa sana na utaratibu huo mbovu kutoka kwa watu wa hiyo kampuni. Kwa hiyo tukawa sasa tunaendelea kuyaingiza maboksi ndani, huku sasa nikiona kweli ni namna gani Miriam alikuwa amekerwa na hiyo hali kwa jinsi alivyoonyesha kutokutaka masiara. Na mimi nilikuwa nawaza hata nimchokoze, lakini nikaona kwa muda huu ngoja nimpumzishe, maana sikutaka ahisi labda namuongezea kero. Basi piga kazi kama saa hivi likakata. Na ikawa imefikia saa 4 hivi. Tesha akawa amefika. Alikuta tumeshapunguza maboksi mengi, ukiwa sasa umebakia mstari mmoja tu, naye akasema wanawake watulie ili sisi tumalizie. Soraya akamtania kuwa alitakiwa kuyamalizia yote yeye mwenyewe, naye Tesha akasema hakuna tatizo. Basi alipoanza kubeba maboksi, nikatambua kwamba Miriam hakuwa amerudi nje baada ya kupeleka boksi lake la mwisho. Hivyo nikabeba moja na kwenda huko ndani, nikimwacha Soraya akiwa sasa ameketi kwenye ngazi huku anapunga upepo, na Tesha akiendelea na shughuli zake tu huku akimsemesha mtoto. Mimi sikumkuta Miriam pale mapokezi wala kwenye chumba cha kuwekea maboksi ya bidhaa, hivyo ikawa wazi yuko ofisini kwake. Nikaelekea huko, nami nikamkuta amesimama kwa kunipa mgongo usawa wa meza yake huku akiandika mambo fulani hivi kwenye karatasi, nafikiri labda mahesabu. Kwa hiyo nikasogea mpaka nyuma yake na kumtazama kwa upendo, mwenyewe akiwa mbali kweli kwenye umakini wake maskini, nami nikamgusa kiunoni. Akashtuka na kugeuka upesi kwa njia fulani hivi ya kujihami sasa, huku akitaka kunichoma kwa kalamu aliyoshika, nami nikawai mkono wake na kukamata, huku mwingine ukiendelea kukishika kiuno chake. Alikuwa na hisia za juu sana huyu kiumbe, sana. Yaani hisia za Miriam zilikuwa ni karibu mno. Akawa anapumua kwa uzito kiasi huku sasa ananiangalia kimaswali, nami nikatabasamu. Hey, ni mimi, uko makini kweli kama Nikita. Akanisukuma kwa mkono wake mmoja ili sasa nimwachie, nami nikarudi nyuma kidogo, nikiwa sasa nimeichukua kalamu aliyokuwa ameshika. Basi akaniambia kwamba hivi, mbona nimeshakwambia sitaki mazoea bwana, mimi sio mtoto mwenzio. Hivi kumbe bado tuko hapo. Unataka mazoea na unaowaona kuwa wakubwa tu, si ndio? Wakina Festo, si ndio? Mnaomba usinichanganye bwana, naomba utoke. Ya, najua hao wajenga wamekuharibu sana mudi.
Ukitaka kuzimalizia hasira zako zote kwangu, mimi niko tayari. Nifanye kitu chochote unachotaka. Hivi kwa nini unataka kunielewa? Nimesema ondoka. Miriam, sasa mimi nitaondokaje wakati bado upo hapa? Kwani mimi nilikuita? Ni kweli hujaniita. Kwa hiyo sio wewe utakayeamua mimi kuondoka. Nilimwambia hivyo, akabaki kunitazama tu kwa mkazo. Nilishawahi kukuambia namna gani unapendeza ukinuna. Hivi unataka nifanye nini wewe kijana? Yaani nifanye nini ili uache kunisumbua? Kiri kwamba unanipenda. Nilipomwambia hivyo, akafumba macho na kisha kuangalia pembeni kwa njia ya kukwazika. Unajua kuna kitu huwa kinaniambia kwamba kila mara unaponiona kamoyo kako huwa kana furukuta kwa furaha. Ni kitu ninachohisi kwa sababu hata kwangu huwa kanaruka hivyo hivyo. Nilimwambia hivyo, akaniangalia kwa macho yake makini. Nikaweka kiganja kifuani kwangu na kutoa ishara ya taratibu kuonyesha mdundo wa moyo. Nami nikasema pa. Naomba hiyo kalamu. Njoo ichukue. Akanitazama kwa njia ya hasira eti. Najua nilisema nisingemchokoza, lakini nilishindwa kujizuia kwa kweli. Sijui tu kumuona akinuna ndio kulifanya nizidi kumpenda, maana ingawa alionekana kutokuvutiwa na uchokozi niliomfanyia, moyo wangu uliniambia sikutakiwa kuacha. Nikamnyoshia kalamu ili aichukue, na aliponyosha mkono wake kuifikia, nikakuepesha wa kwangu. Akanitazama usoni kwa macho makali zaidi, nami nikaona nisitishe masihara. Nikatabasamu tu na kumpa kalamu yake, naye akachukua na kurudi kuandika. Kweli alikuwa amekwazeka, na labda kwa muda huu ningetakiwa kumwacha. Anyway, mimi naenda nje sasa, ukimaliza utanikuta, si ndio? Lakini hakutoa jibu. Basi sauti ya Tesha ikasikika kutokea nyuma yangu ikimuita dada yake. Nami nikageuka na kukuta Tesha ndo anaingia ofisini humo. Miriam akaangalia upande huo pia. Tesha akasema kwamba maboksi yote yameingia na ulikuwa umeagiza mengi mno. Miezi mingapi hayo yanakaa? Tesha alisema hivyo huku sasa akiwa amefika karibu zaidi na mimi. Inategemea sana ununuaji, ila hapo sitahangaika kwa miezi michache. Aise, kazi ngumu kweli kweli. Si unatotoa ya bia sister ama? Wewe umefanya kazi gani? Si umefika sasa hivi tu afa hivi unataka pesa ya bia? Sasa si mimi ndo nimemtuma JC aje kukupa mkono mapema, Hapa mngekuwa mnahangaika na Tausi mpaka sasa hivi. Mtupe basi rushwa bwana sister. Tesha alimwambia hivyo na kuweka kiwiko chake begani kwangu. Mimi sina hela mimi. Dada. Kwa hiyo umetupigisha kazi bure? Sawa, Tausi ni assistant wako. Mimi mdogo wako, tunajuana. Lakini JC je? Wewe umempigisha kaka watu mikazi mpaka kanuka jasho. Yaani hata 100 ya Pepsi tu kumpatia amna sister kweli. Kwa basi na roho ya huruma dada. Tesha alisema hivyo na kutoa ulimi nje kidogo kumzomea dada yake. Nikatabasamu kidogo na kutikisa kichwa. Naye Miriam akatuangalia. Nikamwonyesha kwa ishara ya mabega kwamba mimi sijui. Naye akamwangalia mdogo wake. Mariamu umemfikisha nyumbani? Salama salimini kabisa. Mama anachangamka sana dada. Yaani ungemwona leo kwa ujasi. Mpaka raha. Yaani hivi vitu JC anavyofanya vinastahili bia 8 kabisa dada. Tesha aliendelea kumchokoza dada yake. Nikamwangalia Tesha kwa jicho la kuhukumu. Yaani wewe, kwa hiyo ndio mnavokuwa mnaongea huko kumbe, si ndio? Tutembee na mama, alafu dada mimi atatupatia hela ya bia, si ndio mnavojiongelesha hivyo? Miriam akamuuliza hivyo kwa uthabiti. Tesha akagundua kwamba dada yake hapo hakuepo kimasiara. Dada mdogo yupo serious. Hivyo akatoa mkono wake begani kwangu na kusema kwamba amna dada, mimi niko natania tu. Huwa tuongee hivyo. Miriam akaendelea kumwangalia kwa makini. Mariamu yuko poa. Tumerudi tumechangamka, ndio maana hata Tesha yuko unavyomuona hivi yani. Kwa hiyo usichukulie vibaya. Unajua mama anaelewa mambo mengi sasa hivi. Kacheza game leo na amenifunga. Yaani hadi amekumbuka ile mishikaki ya 100 tuliokuaga tunakula dada kipindi kile. Kanikumbusha bwana, tukaila. Miriam akatulia kidogo kisha kauliza kweli. Muulize JC, uwezi amini. Unajua muda ule kabla hujanipigia. Sauti ya Tesha ilikatishwa na kelele iliyokuwa inasikika kutokea nje. Nasi tukashtushwa nayo na kugeukia mlango.
ilikuwa ni ya mwanamke. Nayo ilipojirudia mara ya pili ndio ikawa wazi zaidi kwamba ilikuwa ni ya Soraya. Basi kelele hiyo kali kutoka kooni ilitufanya sisi wote tujue kwamba mwanamke huyo alikuwa chini ya shida fulani mbaya sana huko nje. Nami sasa nikawa wa kwanza kutenda kwa kutoka ndani ya ofisi hiyo ya Miriam ili kwenda sasa kujua Soraya alikumbwa na nini. Kufika hapo nje upesi, nilichokikuta kanifanya nishtuke kiasi. Soraya alikuwa akilia kwa maumivu sana huku akigaagaa na kusugua miguu yake ardhini. Upande usio mbali sana kutokea hapo, niliweza kuona nyoka mweusi na mrefu akiwa anajiongea kwa kasi ili kutoroka eneo hilo. Na hapo sasa ikawa wazi kwamba Soraya alikuwa amegongwa na nyoka. Tesha na Miriam wakafika nyuma yangu. Naye Miriam akatoa sauti ndogo kuonyesha mshtuko, huku Tesha sasa akinionyeshia upande ambao nyoka yule alielekea ili kumuonyesha kwangu. Inaonekana kelele alizopiga Soraya zilifanya baadhi ya watu waliokuwa sehemu za karibu na hapo waanze kuja. Hivyo kuna baadhi yao wakawa sasa wamekutana uso kwa uso na huyo nyoka. Wakageuka na kurudi walikotoka. Labda hata mpaka kufikia sehemu ambazo hawakutakiwa kufika. Katika hali hiyo yenye mshtuko wa ghafla sana, huyo nyoka alisimama, yani kwa mtindo kama wa cobra hivi, akionyesha ubabe wake. Nami sasa nikaingiwa na hasira kali sana na kutoka hapo nilipokuwa. Basi Tesha akaniita akasema, "Wewe Jesse." Aliniita hivyo kwa tahadhari. Nami nikawa sasa nimefikia sehemu ambayo ilipandwa maua pembezoni mwa jengo hilo na kuyalinda kwa kuzungushia mawe magumu ardhini. Nikatoa jiwe moja na kuirusha kwa nguvu sana kumwelekea nyoka huyo. Na ilikuwa ni shabaha ya bahati. Hilo jiwe likamponda nyoka mgongoni. Sijui tumboni, sijui mgongoni, sijui kiunoni. Mimi sielewi nyoka yani kiuno kiko wapi, mgongo uko wapi, sielewi. Naye akaanza kuhangaika hapo chini. Tesha akaja kuniunga mkono kwa yeye pia kuokota mawe ili kuja kuanza kushughulika na hilo dude. Hata baadhi ya wanaume ambao walikuwa karibu nao wakasogea pia ili kuungana nasi kummaliza huyo ibilisi. Nami nikamgeukia Soraya. Hasira iliyoniingia ilikuwa imenifanya nipumbazike na kumfuata nyoka badala ya kumjali huyo mwanamke hapo chini. Na wakati huu alikuwa amelalia mapaja ya Miriam ambaye alikuwa ameushika mkono wa Soraya huku sasa akidondosha machozi kwa huzuni pia. Kwa hiyo nikaachana na nyoka na kwenda hapo. Nikapiga magoti na kuutazama mkono wa kushoto wa Soraya. Na hapo nikaona uvimbe mdogo sehemu ya kuvalia saa lakini kwa chini, ukiona matundu madogo mawili. Nikamtazama Soraya kwa huruma sana kwa jinsi alivyoonyesha kuumia mno. Naye Miriam akanigusa begani. Miriam akasema kwamba nenda ofisini kwangu kachukue, nimeacha funguo mezani za gari, wahi haraka. Miriam akaniambia hivyo. Nikamuuliza kwamba hauna box la huduma ya kwanza? Hapana, hamna. Nenda kachukue funguo tumaishi hospitali. Miriam alisema hivyo. So mimi nikabaki kukitazama kidonda cha Soraya mkononi. Nilibaki na tafakari ni njia gani ya haraka kumpatia msaada kwa sababu hakukuwa na vifaa vya huduma ya kwanza. Nami nikaukaza kwa nguvu sehemu ya kiwiko chake. Miriam akanipiga bigani kwa nguvu na kufoka akasema kwamba wahi kazifate. Nikasikia hatua zikifika nyuma yangu na sauti ya Tesha ikasema kwamba tumpeleke Tausi hospitali. Dada, Jesse tumnyanyue. Nikamkatisha nikasema hapana. Alafu mdau sasa msikilizaji, kuna watu ambao walikuwa wameanza kusogea sehemu hiyo baada ya kumuua nyoka nafikiri. Na Miriam akasasa amenitazama kimaswali sana. Tesha, hospitali ya karibu zaidi na hapa ni ipi? Kuna dispensary hapo hivi. Hapana, sio zahanati. Hospitali. Ipo ile iko hapo nyuma hivi. Si unaikumbuka ile? Baada ya Tesha kuitaja hiyo hospitali, mmoja wa watu waliokuepo hapo akasema kwamba hiyo imefungwa. Tesha akasema, "Kwa nini sasa ni kufungwaje yani?" Huyo jamaa akajibu, "Sijui, wamesimamisha kazi kwa wiki ila zimebakia kama siku 3 hivi ndo atafungua." Okay, nyingine kubwa bora yani ni ipi? Hapo sasa hospitali kama rangi 3 pale ya government, ila wana mambo slow sana, sijajua sana ila labda ya Temeke kule ndo kubwa na nzuri ama Wasibu. Tesha kama amesema hivyo nikamwambia kwamba Temeke ile ya rufaa huko ni mbali sana Tesha. Hasapo bro, sina wazo la haraka. Tesha alisema hivyo. Soraya akawa anaendelea kulia tu. Basi Miriam akasema kwamba mbona tunapoteza muda? Situmaisheni hospitali yoyote. Hapana. Tutaenda hiyo ya rufaa.
Nilisema hivyo, na kisha akasema ya kwamba ama sumu inyonywe. Kuna mtu mwingine ambaye alisema hivyo kwamba ama sumu inyonywe. Sasa akaulizwa na mwingine ya kwamba wewe unaweza kuinyonya? Msikilizaji, nilikuwa nimeangalia eneo hilo, nikatafuta mti au kichaka chenye vijiti. Nami nikaona mti mmoja hivi kwa mbele kidogo. Nani Tesha, hebu njoo. Mshike Soraya hapa mkono kama hivi saa. Mkaze kama hivi, yes. Basi Tesha akatii na kuchuchumaa, akiukaza mkono wa Soraya kama nilivyosema. Miriam akajifuta machozi na kuniangalia kwa mkazo. Sasa mimi nikasimama na kumwambia, yani kwanza niliwaambia wanaume wawili waliokuwa wamesimama hapo, nikasema kwamba kaka, hebu tafuta nisaidie nyote kunitafutia kamba ama waya wowote mtakaopata. Harakisheni tafadhali sana. Basi wawili hao wakatii na kuondoka hapo. Nami nikakimbia mpaka kwenye ule mti na kupanda. Mvua ndogo ikaanza kunyesha, yani manyunyu. Matawi sasa yalikuwa ni juu kidogo, kwa hiyo nikapanda na kukata mti mnene wenye matawi mengi, kisha nikaruka na kutua chini. Nikaparua vizuri matawi hayo na kukata jiti nene lenye urefu kama fimbo hivi, iliyonyooka vyema. Nami nikarudi pale kwa Soraya. Nikakuta mmoja wa wale wanaume amepata waya mrefu. Nadhani ulikuwa ni waya wa kebo. Na yule mwingine naye hivyo hivyo pia. Nami sasa nikachuchumaa na kuanza kupima fimbo ile na mkono wa Soraya. Nikaikata kwa kupima urefu kutokea usawa wa kidonda chake mpaka ukaribia bega. Kisha sasa nikauliza ikiwa kuna mtu alikuwa na kitambaa chenye urefu. Nafikiri wengi hawakuelewa nilikuwa nataka kufanya nini. Na nilipoona hamna jibu, ikabidi sasa nishike t-shirt langu kwa chini na kulichana. Nilifanya hivyo kwa mzunguko kutokea tumboni kupitia mgongoni mpaka kuikata tumboni tena. Nami sasa nikapata urefu niliohitaji. Nikaushika mkono wa Soraya na kupitisha nguo hiyo kwa chini. Kisha nikaanza kuifunga hiyo nguo pembeni kidogo kwenye mkono kutokea pale alipokuwa ameng'atwa. Sasa Tesha kuuliza kwamba JC vipi? Hii itazuia mzunguko wa damu kwenye mishipa midogo zaidi, ili sumu isifikie moyo au misuli ya mapafu yake. Nikatoa jibu hilo huku sasa nikiendelea kufunga. Sasa mmoja wa watu waliokuwa hapo akasema kwamba wewe ona mkono wake bwana, kidonda kinavimba. Hebu kata hiyo sehemu sumu itoke. Nikajibu ya kwamba sio salama. Basi jamaa akasema sio salama? Wewe vipi? Wengi waga wanatolewa hivyo. Alisema yule jamaa mjuaji. Sasa nikataka kuikaza nguo hiyo mwishoni vizuri. Sasa kutokana na ule utelezi kiasi uliofanya sasa vidole visivute vizuri, nikatumia meno kuivuta kwa nguvu zaidi, karibu kabisa na uvimbe wa sehemu aliyong'atwa Soraya. Sasa jamaa akasema kwamba wewe kijana, wewe unapoteza muda, huyo atakufa huyo, jamani, tafuteni wembe, kata hiyo sumu itoke nje. Aisee, nadhani unaangalia movie nyingi za kipuuzi mzee wangu. Nilisema hivyo na kushika ile fimbo ndogo. Jamaa akasema kwamba nini? Hivyo mchina wapi huyu? Hivyo unajifanya daktari ama? Tesha akasema kwamba nyie, huyu ni daktari ndio, mwache bwana, anajua anachokifanya. Tesha akamzimisha namna hiyo. Mimi sikuwa nawaza kelele za huyo mjinga, bali nikawa naingiza hiyo fimbo kwenye fundo la kwanza mpaka kufikia msuli wa juu wa mkono wake Soraya, akiwa sasa amenyoka na kutokuweza kujiongea kabisa. Halafu sasa nikamuomba yule mwanaume mmoja anipatie ule waya wa kebo, nami nikaikaza fimbo hiyo hapo hapo zaidi. Nilijua hiyo ingezuia zaidi mzunguko wa damu kwa upande huo wa mkono wake Soraya, kwa sababu misuli yani ni kama isingetingishwa hata kidogo kuzuia sumu isiwahi kufika kwenye sehemu kama figo ama ile misuli ambayo inatumika kusaidia swala la upumuaji. Na Tesha, kazifuate funguo za gari la dada tumpeleke Soraya hospitali upesi. Basi akatoka sehemu hiyo haraka na kwenda upande wa ndani humo dukani. Nikamwangalia Soraya na kukuta ananitazama kusasa akilia kwa hisia. Nami nikamshika kwenye paji lake la uso kupima joto. Hakuwa amechemka sana. Soraya, vipi, kichwa kinauma? Akatikisa kichwa kidogo kukanusha. Unahisi kichefuchefu ko linawasha? Akatikisa kichwa kukataa. Basi nikashusha pumzi ya utulivu kiasi na kufumba macho kwa ufupi. Kisha nikamshika shavuni kwa kujali na kumwambia kwamba pole, utakuwa sawa na tunaenda hospitali, sawa Basi akawa analia tu huku sasa akikaza macho yake. Nami nikamtazama Miriam. Mwanamke huyu alikuwa ananiangalia kwa mkazo usio wa chuki, bali huzuni. Nami nikamwona Tesha akitoka kule ndani na kuanza kuifunga milango ya duka la dada yake upesi sana.
Akatoka hapo na kukimbilia upande ambao gari la Miriam lilikuwa. Huko sasa mimi pamoja na wanaume wengine tukianza kumsaidia Soraya anyanyuke taratibu, na nikihakikisha mkono wake haushtushi kwa chochote. Yaani ulitakiwa kunyooka hivyo hivyo kama mbao, na kidonda chake kikaendelea kuvimbia pale pale alipoumwa. Asa Tesha akaligeuza gari na kulileta usawa wetu, nasi tukamuingiza Soraya siti za nyuma akiwa pamoja na Miriam, na mimi pia nikakaa sasa, nikakaa nao huko nyuma kuhakikisha kwamba usalama zaidi wa mwanamke huyo unazingatiwa. Halafu ndio Tesha sasa akatuondoa hapo pesi. Alikuwa anaombea tusikutane na msongamano wa magari, la sivyo kuchelewa kwetu huku kungeleta shida. Lakini nikamwambia asijali kuhusu hilo, yeye aendeshe tu kwa uangalifu mpaka tuifikie hospitali. Basi bwana, safari kutoka Kijichi za Kem tukaivuka Rangi Tatu mpaka huko mbele wapi sijui hata kuelekea Sabasaba huko. Lakini hatukufika huko kabisa. Tuka sasa tumekula kona kwenye barabara iliyokuwa inaelekea maeneo ya Tandika, kwa kuwa ni hizo pande ndio hospitali ya Temeke ilikuwepo. Sasa muda huo niliokuwa sasa nimekaa nyuma pamoja na hawa wanawake wawili, nilimbembeleza Soraya kwa kumsugua taratibu shavuni na kumsemesha mara kwa mara. Alikuwa amekaa katikati yetu mimi na Miriam, akiwa sasa amelaza kichwa chake begani kwa Miriam, huku mkono wake nilioufunga ukiwa sasa umenyokea kwangu na mimi kuhakikisha kwamba unatulia hivyo hivyo. Ningeona jinsi Miriam alivyoniangalia kwa ufikirio mwingi mara kwa mara, na nilielewa wazi hilo kutokana na namna nilivyomtendea Soraya kwa huruma sana. Labda alihisi wivu kidogo, sikujua. Lakini huu haukuwa muda wa kukazia fikra hayo. Afya ya Soraya ndio lingekuwa ni swala la kipaumbele kwa wakati huu. Ilikuwa ni jambo la busara kwa Tesha kutupeleka kwenye hospitali kubwa zaidi, japo kuna zingine ambazo kwa tumezipita. Akatufikisha kwenye hospitali ya Temeke, ikiwa ndio hospitali bora kwa hapo. Kwa hiyo bila shaka vifaa vilivyohitajika kumpatia msaada Soraya vingekuepo. Dawa na masindano na mavisu kwa ajili ya mgonjwa wa dharura. Jengo hilo lilikuwa na ukubwa aina yake. Magorofa kadhaa upande mmoja, wodi nyingi za wanawake, wanaume na watoto upande mwingine. Nasi sasa tukafika huko pa kuingilia na kuegesha gari baada ya kupita kivuko cha geti. Nikasaidiana na Tesha kumtoa Soraya kwenye gari. Nasi tukaanza sasa kuelekea huko ndani tukiwa tumembeba. Hii ikiwa ni saa 5 kuelekea saa 6 usiku kama sikosei. Hakukuwa na watu wengi sana, lakini walikuwepo. Na kwa jinsi tulivyoingia pamoja na mgonjwa aina ya Soraya, macho mengi yalitupa karibu ya kustajabu. Hiyo hasa ilitokana na mkono wake kuvimba mno, sehemu ile ambayo kulikuwa kuna kidonda. Kwa hiyo sasa jambo hilo likafanya watu wamwangalie Soraya kwa huruma sana. Na baada ya wauguzi wa hapo sasa kutuona, wakawa wameleta kiti cha magurudumu kilichokuwa karibu, nasi tukamkalisha mpendwa wetu hapo na kuanza kuongozana nao kuelekea kwenye chumba cha matibabu. Sasa mimi nika nimejitambulisha kuwa daktari pia. Na baada ya kumuona dokta aliyekuja kumshughulikia Soraya, nikamueleza kilichotokea, aina ya nyoka aliyemuuma Soraya pamoja na muda uliopita tangu aumwe na nyoka. Kwa hiyo sisi watatu tukaachwa nje ya chumba alichopelekwa Soraya baada ya hapo. Na baadhi ya watu wakawa sasa wanatuuliza aliyotokea na Tesha kuelezea. Soraya alinitia simanzi sana. Huyo kobra wa kishetani alikuwa sijata ametokea wapi ghafla vile. Unajua mimi naelewa nyoka huwa hawaumi mtu mpaka wajihisi kuhatarishwa. Sasa sijui Soraya alimfanya nini huyo kichaa mpaka akaona amngate dada wa watu, tena dada mzuri jamani na mtamu kweli kweli. Wakati alikuwa amejikalia zake tu pale nje akitusubiri. Basi tukaendelea kusubiri huku simu zikipigwa kutuma taarifa kwa waliojali hali iliyotokea. Miriam alimjulisha mume wake Soraya, ambaye sasa akasema angefika hapo hospitali upesi. Anki alikuwa amenipigia simu pia kuuliza niko wapi, nami nikamuelezea hali halisi ya kilichotokea. Nikisema tungerudi huko nyumbani masaa akiwa ameenda, kwa hiyo yeye apumzike tu. Sasa kwa kuwa Soraya aliishi Sabasaba na familia yake, nilielewa kwamba isingechukua muda mrefu sana mume wake angekuwa ameshafika hapa hospitali. Kwa hiyo mimi ningetakiwa kutuliza noma zangu jamaa kishafika ili niweze kutulia, la sivyo angejua kwa njia fulani hivi kwamba mke wake nishapita naye. Yaani kwa jinsi ambavyo namjalijali hivi namkea nini, kwa hiyo inabidi nitulize munkari. Si unajua sio unashoboka kuliko hata mume mwenyewe.
Kwa mimi niliomba Mungu Miriam asije kunitibulia tu hiyo issue la sivyo ningekimbia mbona ningekimbilia Sinza leo. Sasa Tesha akawa amewajulisha wa nyumbani kwao pia kuhusu haya. Hivyo kwa pamoja tukakaa kuendelea kusubiri. Baada ya dakika chache kupita na mume wake Soraya akawa amefika. Alikuwa ni baba tu wa miaka kama 40 hivi, mweusi na mrefu kiasi cha kunifikia mimi, na alikuwa na mwili mkubwa, yani unene wa kadri. Alivalia miwani ndogo tu ya macho. Nywele zake zilikuwa ni fupi na alivalia nguo ndefu kama kanzu lakini yenye muundo wa satini nzito ya kijani. Alionekana kujuana vizuri na Miriam. Kwani alifika tu hapo na kuanza kuzungumza naye haraka. Nami nikaa namwangalia tu huku sasa nikikumbukia jinsi Soraya alivyoniambia kipindi kile kuwa mume wake ana mahaba ya kuku. Tesha akanipiga kidogo kwa kifuti ili sasa kunionyesha huyo mzee, maana naye alijua dili nililofanya na mke wake wiki kadhaa nyuma. Nami sasa nikaendelea kujituliza tu. Mwanamume huyo akatusalimu mimi na Tesha pia. Nasi tukamuitikia vizuri, kisha tukaendelea kusubiri. Haikuchukua dakika nyingi sana na daktari akawa ametoka pamoja na wauguzi wawili, naye Miriam akamsogelea karibu. Miriam akauliza kwamba vipi anaendeleaje. Miriam akamuuliza hivyo daktari. Sisi pia tukasogea karibu nao. Daktari alikuwa ni mwanamume mtu mzima vya kutosha kunizaa. Naye akasema kwamba ametulia, atakuwa sawa, tumempatia dawa kwa hiyo sivyo amelala. Mume wake Soraya akasema, asante Mungu asante. Nilikuwa nawaza sana daktari, mke wangu huyo." Basi Tesha akanipiga tena kwa kifuti, nami nikamrudishia kwa nguvu zaidi na kumfanya atoe cheko ya kujikaza, na kisha akajikausha. Basi daktari akamuuliza ya kwamba wewe ndio mume wake? Mume wake akasema ndio, nimepewa taarifa na bosi wake huyu, sasa ndio nimekuja. Kwa hiyo vipi, si yuko sawa kabisa sasa hivi? Daktari akamwambia kwamba ndio, sijali, yuko sawa, tumemsafisha. Basi Tesha akauliza kwamba sumu mmetoa? Daktari akasema tumetoa, mmefanya vizuri sana kutumia IPM. Imemsaidia mno na imeturahisishia sisi kazi. Basi baada ya daktari kusema hivyo, Miriam akauliza kwamba IPM ndio nini? Hii inaitwa pressure immobilization method. Njia niliyotumia kuizuia sumu kwenye mkono wa Soraya. Nilimwambia hivyo Miriam. Miriam akabaki kunitazama tu kwa makini. Tesha akasema kwamba kwa hiyo kama tusingefanya hivyo je? Daktari akasema kwamba angekufa haraka mno. Sumu zinatofautiana ikitegemeana na nyoka. Ila ya huyo aliyemng'ata ilikuwa kali sana. Kwa hiyo mngekiacha tu kidonda chake angekufa ndani ya dakika 20. Daktari alisema hivyo. Sasa mume wake Soraya akashangaa akasema Daktari akasema lakini kwa kutumia IPM mkawa sasa mmempunguzia kasi ya kuenea kwa sumu kwenye mwili wake kwa masaa 24. Unajua utagundua kwamba mtu aliyeng'atwa na nyoka huwa haoneshi dalili za sumu kumuingia ikiwa atapewa huduma kama hii. Lakini akishafikishwa hospitali tu na kufunguliwa ndio dalili zinaanza kuonekana. Kwa hiyo sisi tumemfungulia tu ndio akaanza kukohoa na kutapika. Lakini tukamsafishia na kumwekea dawa, na mimi nitaleta matokeo mazuri zaidi ndani ya masaa 72 yanayofuata, na natakiwa kuendelea kuzitumia. Basi mume wake Soraya akasema kwamba sawa, tunashukuru, nitagharamia dawa zake na mtanipatia tu maelekezo. Daktari akasema haina shida. Basi Tesha akauliza akasema kwamba alafu kuna watu walikuwa wanampigia kelele JC hapa eti hiyo njia haifai nini? Eti kuikata kidonda na kuinyonya sumu ni njia salama daktari? Tesha aliuliza hivyo. Daktari akasema hapana, sio salama. Sumu ikinyonywa inaweza kumuingia anayenyonya na akaambukizwa. Na kidonda kikikatwa haimaanishi sumu yote itatoka, ila ndio utamuongezea tu maumivu aliyeng'atwa. Kwa hiyo mlitumia nguo na waya badala ya bandage? Tesha akasema ndio, hapakuwa na bandage na mazingira ya kuruhusu kuzitafuta. JC ndo ametumia njia. Daktari akasema safi sana kiongozi, wewe ni daktari mzuri bwana, umetupa sifa sana. Mimi nikasema asante. Basi Tesha akatania akasema kwamba Star TV ungekuepo hapa ungekuwa maarufu tayari. Basi wote tukacheka kidogo kwa kuhisi aweni. Isipokuwa tu Miriam mnunaji. Dada yenu ananuna na kisirani siji cha nchi gani. Naye mume wake Soraya akaniambia kwamba kumbe wewe ndio umemsaidia mke wangu, nakushukuru sana bwana, Mungu akuzidishie baraka maishani mwako. Msikilizaji, mimi nilikosa hata cha kusema na kubaki kutikisa tu kichwa tu kuonyesha kwamba nimeelewa. Naye Tesha akaniambia kwamba sema inshallah wa barakatu bwana.
Nikajitahidi kuibana cheko kwa kuwa maneno hayo hayakusikika kwa wengine isipokuwa mimi tu. Naye dokta akaondoka pamoja na Miriam na mume wake Soraya baada ya hapo. So nikamuuliza ya kwamba ila Tesha, mbona unakuwa utulii? Nimuuliza hivyo tuko tubakia peke yetu. Tesha akasema kwamba kaka, haya mambo yanafurahisha sana ujue. Basi tu alikuwa anakushukuru kumsave na kumnyandua mke wake. Msikilizaji, Tesha alisema hivyo, nibaki na cheka tu kwamba huyu mbaba alikuwa ananishukuru kwa kumsaidia na kumnyandulia mke wake. Ndio nikasema kwamba mwache ujinga bwana. Unajua utakuja kunichomesha ujue. Kaka, wapi nikuchomesha wapi? Sisi watoto wa mjini bwana. Mzee anasema eti asante kaka, asante. Ajue kwamba anatoa shukrani kwa kumnyandulia mke wake. Hivi unafikiri kwamba atakufanya nini hata kama akijua? Wewe bwacha uoga bwana JC. Wewe vipi wewe? Mwanangu hao anajuaga tu ya kufanya hao. Alafu anaonekana ni kama anampenda kweli. Unajua mimi sitaki hiyo kitu ilete shida sasa hivi. Si unajua naajenga kwa dako Labda mimi akijua. Kwanza mwanangu hivi, kwa mfano labda mimi akijua utafanyaje? Wewe unauliza tena. Anafahamu. Wewe, Miriam anajua ulimla Soraya? Ya mwanangu. Wewe si, mwanangu tatizo hilo. Usiniambie bwana. Yote niliyokuambia kuhusu umri na nini sahau mwanangu, umesikia? Yaani sahau kabisa. Mama, hivi kumbe anajua. Sasa achana na mambo ya umri wala nini. Hapo tu kwenye kuwa playboy. Yaani ndio umehesabu umeshafeli. Kwa mimi, I said dada mimi ni mamskini. Na afu bado tena unamtaka na yeye dada. Wewe hapo umepeanga mwanangu. Yaani mimi sijaacha kumpenda Miriam. Nayo mambo ndio maana nataka niachane nayo. Nimuoneshe niko serious. Kwa hiyo kwa sasa hivi yani ikoje yani? Yaani dada anafunguka ama bado? Tesha, unajua bado mapema, taratibu tu. Haya masuala ya playboy wewe ndio uendelee nayo tu mpaka ya kuue. Mimi kwa dada yako ndio nataka nimalize hivyo. Na issue ya Soraya nataka nisahau. Kaka unajiongelesha tu. Wewe hapo uisahau tamu ya Soraya. Si kwa nini nishindwe? Wewe. Sisi wanaume tunajiona vizuri kaka, unidanganyi. Tena ushamkariri hadi kumuita, yani eti unamuita Soraya. Unamuita Soraya. Yani wewe mwenyewe ndio tu. Yani wewe mwenyewe utakuja tu kujikamatisha kwa mume wake. Alafu kwanza mwanangu utaacha vipi na hiyo mali wewe? Mke wa mtu sumu rafiki yangu, na ni sumu tamu. Sasa kwa mtoto kama Soraya mwanangu jumlisha na sumu ya kobra. Yani anakuwa mtamu vibaya mno. Msikilizaji, Tesha kuongea kwake huko kulinifanya nicheke kwamba jumlisha yeye ni mke wa mtu afu mke wa mtu sumu, afu sasa ongezea tena na sumu ya kobra. Kwa hiyo nilifanya nicheke sana, lakini kwa sauti ya chini. Mwanangu, JC, unajisi mwanangu hizi ni dhambi hizi. Ila mwanangu ndo tushaumbiwa kuzipenda. Basi mimi nikapiga tu ulimi mdomoni na kutikisa kichwa kidogo. Nami nikaendelea tu kusimama hapo kwa utulivu. Tesha angenionyesha jinsi ambavyo baadhi ya wauguzi wa kike kwenye hospitali hiyo walituangalia sana, huku wengi wao wakiwa ni warembo. Lakini mimi mrembo wangu mmoja tu aliyekuwa kilini ni yule ambaye sote tulimsubiri arudi hapo tena, ambaye ni bibi Miriam. Nilimkubali sana mwanamke, msikilizaji. Fikra za siku ambayo ningehitaji kuja kumwambia Miriam ukweli wote wa maisha yangu, hasa baada ya kuzungumza na mama yangu leo, zilikuwepo. Lakini kwa wakati huu nilitaka kwanza kuhangaika na Miriam mpaka nimthibitishie kwamba upendo wangu kwake ulikuwa wa kweli. Ndio mengine sasa angefuata ikiwa siku ambayo angenikubali ingefika. Na najua ingefika tu. So Miriam na mume wake Soraya wakawa sasa wamerejea hatimaye. Nasi tukapata hasa kujua kuwa masuala ya dawa na utunzaji kwa ajili ya Soraya yalikuwa yameshughulikiwa tayari wawili hao walipoenda na daktari huko mbele. So mume wa Soraya aliitwa Arafat. Naye akatupa shukrani kwa mara nyingine tena, huku sasa akisisitiza twende nyumbani kupumzika. Kwa kuwa sasa yeye ndiye angekaa hapo na kuna ndugu zake wengine waliokuwa hapo wanakuja. Baada ya hilo kueleweka, sisi tukamuaga jamaa na kuanza kutoka ndani ya jengo hilo kwa pamoja. Tesha angetoa comment za jinsi tukio hilo lilivyokuwa limetengeneza aina fulani hivi ya msisimko wa hali ya juu kama upatao kwenye kuangalia filamu walizopenda. Naye akamuuliza dada yake ikiwa kesho angekwenda kazini kwake na kufanya kazi bila uwepo wa msaidizi wake.
Miriam akamwambia kwamba kwa siku ambazo Soraya asingeweza kwenda kazini, ni kweli angehitaji kufanya kazi zote yeye mwenyewe. Na ndo Tesha sasa hapo akaomba apewe ajira muda mfupi. Aliomba kuwepo pale dukani kwa Miriam kumsaidia na mambo ambayo Soraya ndo alisaidia kufanya. Lakini dada yake akamwambia kwamba sio na hofu, kila kitu angeweza kushughulika nacho mwenyewe mpaka kufikia kipindi ambacho msaidizi wake angekuwa fiti kurudi kazini. Na niwe tu mwazi, Miriam alimpenda kweli Soraya, maana alikuwa ni mwanamke mpole na mwenye bidii. Kwa hiyo sisi tukalielekea gari ili tuweze sasa kurudi nyumbani hatimaye. Tesha akiwa sasa anataka kuendesha tena, ile mvua ndogo iliyokuwa imeanza kunyesha muda fulani nyuma ilikuwa imeshakata. Na ile tu nimeufikia mlango wa nyuma wa gari na kutaka kuvuta ili sasa niingie, nikapigwa na kizunguzungu kikali sana kilichokuja ghafla sana na kusababisha nirudi nyuma kama vile nimesukumwa. Nikajitahidi kujituliza na kuinama kidogo, nikikaza meno na kushika upande mmoja wa kichwa kwa kiganja changu. Na nafikiri Miriam na Tesha waliliona hilo na kusitisha kuingia kwenye gari. Basi Tesha nikasikia anauliza kwamba wewe Jesse vipi? Nami nikainua uso na kuangalia wote. Walikuwa wamesimama pande za milango ya mbele kwenye gari, huku sasa wananiangalia kwa umakini. Na sijui ni nini tu, lakini kichwa changu kikaanza kuwa kizito, yani ni kama vile nimelewa. Lakini niliona nijikaze zaidi na kusogelea mlango ule wa gari tena. Nilimwambia Tesha kwamba oya, nikizunguzungu tu kidogo. Tesha akauliza, ama usingize? Nikajibu labda. Tesha akasema, basi twende tuwahi mwanangu. Mimi mwenyewe hapa nisije nikasinzia huko naendesha. Tesha alisema hivyo na kuingia ndani ya gari. Sasa nikamtazama Miriam usoni, naye akashusha macho yake aliyokuwa yakinitazama kwa umakini bado. Kisha akaingia ndani ya gari kimya kimya tu. Nikaiga hilo pia. Naye Tesha akatuondoa hapo. Bado niliweza kuhisi kizunguzungu hicho kikiwa kinacheza kichwani kwangu kwa mbali kiasi. Na mwanzoni hata mimi nilidhani labda ni uchovu, lakini muda si mrefu ningekuja kutambua kwamba ilikuwa ni tatizo. Basi mwendo wa dakika kama 30 kutokea huko hospitali ukatufikisha makwetu. Uzuri ya kukuwa na misongamano kwa muda huo wa usiku. Na tukawa sasa tumefika mtaani kwetu kwenye mida kama ya saa 8 hivi iliyokimbilia saa 9. Tesha alipolifikisha gari nje ya geti lao, nikataka kushuka ili niwaache na kwenda kwa Ankia. Naye akaniaga vizuri tu kabla ya kuwa wa kwanza kushuka ili akafungue geti lao. Alikuwa amemtania dada yake kwamba akae tu kama malkia na yeye ndio afanye kila kitu hapo. Na baada ya yeye kutoka ndani ya gari, nikafungua mlango pia sasa nikimwangalia Miriam kutokea nyuma. Kioo cha juu hapo mbele kiliuonyesha uso wake vizuri sana kwangu, akiwa ametulia tu na kutazama getini kwao. Nami nikamwambia kwamba usiku mwema Miriam. Hakutoa jibu, bali nikaona macho yake tu yakitazama ya kwangu kupitia kioo hicho. Kisha akaacha kunitazama tena. Nikaona nijitokee nje tu, na kabla sijatoka nikasikia akisema ya kwamba asante. Niligeuka na kutazama kioo tena, kukuta macho yake amerudi kunitazama. Sauti yake tamu ilikuwa imetoa neno hilo zuri, na sikujua ikiwa upana wake ulielekea swala la kumsaidia Soraya ama kumwambia yeye usiku mwema. Hivyo nikamwonyesha tu tabasamu na kisha kutoka. Nikaelekea upande wetu wa nyumba na kufungua geti la nje. Kisha nikalifunga na kulele na kuelekea zangu ndani. Sasa muda ulikuwa umeenda na kikweli bado kile kizunguzungu kilinisumbua. Nilipoingia sebeni nikawasha tu taa na kufunga mlango vizuri. Kisha nikakaa kwenye sofa. Nikihisi hali hii ni kama inanisukuma kuumwa, yani kupatwa na ugonjwa au homa labda. Nadhani Ankia hakuwa mbali sana kiusingizi au alisikia sauti za milango kufungwa ndio akaamka. Kwani alitoka chumbani na kuja hapo nipokuwa. Akiwa ndani ya kanga moja na macho yake yakionekana kuwa mazito kiasi, akakaa karibu na mimi. Basi aliuliza kwamba Jesse, t-shirt lako vipi? Mbona limechanika? Nilikosa bandage ya kufungia uvimbe wa Soraya. Ikabidi nichane tu hapa. Pole, vipi lakini Soraya anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Hata atakuwa sawa zaidi. Ndani ya siku 3 tu au 4 hivi atakuwa sawa. Msikilizaji, nilimjibu hivyo Ankia huku sasa nikishika paji la uso wangu, na Ankia akauliza kwamba vipi, mbona hivyo? Mimi sikutoa jibu bali nikafumba macho kwa kuwa na kichwa nacho kilianza kuniuma sasa. Ankia akasema kwamba Jesse, ni nini kichwa kinauma ama? Kizunguzungu tu, sijui homa inanivizia hata sielewi.
Basi unahitaji kupumzika, sina hata Panadol ndani maskini. Hebu ngoja nikuletee maji. Aliniambia hivyo na kuelekea jikoni. Hii hali ilinikera msikilizaji. Ilikuwa ni kama vile nimelewa, lakini kwa njia isiyofurahisha kama pombe ifanyavyo. Muulize mnywaji atakuelewesha. Ankia akarudi tena na glasi yenye maji na kunipa ninywe. Naye akauliza kwamba vipi, ulikula? Nikatikisa tu nyusi kukubali, japo ni mishikaki tu ndio iliyokuwa ya mwisho kuliwa. Na ile nimekunywa na kumeza maji kidogo tu. Kwa hiyo nikakunja sura na kuyaangalia maji hayo kimshangao. Ankia akauliza nini tena? Nilimwangalia na kuuliza kwamba mbona maji machungu? Nini? Sasa haya yana uchungu gani? Aliuliza hivyo na kuyachukua ili aonje. Eti maji yanaonjwa. Naye akaniangalia baada ya kuyaonja kidogo. Sasa maji yana uchungu gani Jesse? Nikamtazama kwa mkazo kiasi. Kisha nikaichukua glasi na kuyamaliza yote aliyobaki. Mwanzoni alipita bila uchungu wote kusikika, lakini mwishoni ndio nikasikia uchungu. Hapo nikagundua kwamba sio maji, bali mate yangu ndio yalikuwa machungu. Oho. Sasa nikawa nimeelewa kilichokuwa kinaendelea. Nami nikaiweka glasi mezani na kufunika mdomo kwa kiganja, huku sasa nikitikisa kichwa kwa kutokuamini. Ankia akasema kwamba bwana Jesse, mbona sikuelewi? Una shida gani? Jesse. Msikilizaji, kilichotokea hapo tuonane sehemu inayofuata msikilizaji. Lakini vipi Jesse kafanya nini? Karogwa ama huyu atakuwa amerogwa nini? Yani iweje tu iwe kizunguzungu alafu sasa hivi ni kama haelewi leo maji ya nini? Kuna shida gani imemkuta Jesse msikilizaji? Na nadhani tutaendelea kufahamu mambo mengi zaidi sehemu inayofuatia, na kuna vitu vingi sana ambavyo tutaendelea kutazama katika historia nzuri ya Mimi na Mimi. Kikubwa zaidi ni kufahamu Jesse kakutwa na kitu gani mpaka anakuwa kwenye hii hali. Mdau tulikuwa na Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Elton Tony. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.